Na mtazamaji, tukisalia kwenye muktadha huo wa maendeleo jumuishi ni kwamba naibu rais Kithure Kindiki ametetea serikali ya Kenya Kwanza kwa ufanisi iliyoafikia katika utekelezaji wa maendeleo utakaoiwezesha kuchaguliwa tena kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Naibu rais aliyekutana na maelfu ya viongozi wa mashinani kutoka mashirika ya Mlima Kenya kutoka mashariki ya Mlima Kenya, kaunti ya Meru, alikashifu upinzani kwa kueneza madai potovu badala ya kuwasilisha sera mbadala kwa wananchi. Uwanja wa Kinoru mjini Meru, kaunti ya Meru, ulijaa pomoni leo asubuhi wakati naibu rais Profesa Kithure Kindiki alipokutana na maelfu ya viongozi waliochaguliwa wa mashinani, wazee wa vijiji pamoja na wahudumu wa afya ya jamii kutoka kaunti za Meru, Tharaka Nithi, Embu, Kitui na Kirinyaga. Wangapi wanasema wale hawana rekodi waende. Jumbe kuhusu maendeleo na siasa zilitawala mkutano huo, huku Profesa Kindiki akielezea hatua ambazo serikali imepiga kupitia ajenda ya mabadiliko ya kiuchumi, akisema mafanikio hayo yako wazi kwa kila mtu kuyaona. Mimi na William Ruto tumejipanga vibaya sana. Tuko chonjo, tuko rada. Ati kiongozi anasema atachaguliwa kwa sababu alipatia rais nickname, ati anamuita Kasongo, akapatia deputy president nickname, akamuita Soprano. My friend, if that is the kind of politics you're bringing, let me tell you, my friend, your days in politics are numbered. I announce to you today, mene tekelu parsin. Akiushutumu upinzani kwa kueneza madai ya uongo, huku serikali ya Kenya Kwanza ikiendelea kutekeleza ahadi zake kwa Wakenya, naibu rais alisema serikali sasa ipo tayari kukabiliana vikali na wakosoaji wake. Sasa ni wakati wa kujuana mbichi na mbivu, na wale ambao ni wanaume na wale ambao ni watu fake. Tuonane mundu kwa mundu, face to face, man to man, aibo to aibo. Mkutano huo wa Kinoru pia ulishuhudia viongozi wa mashinani kutoka kaunti za eneo la Mlima Kenya Mashariki wakitangaza kwa kauli moja kwamba wanaunga mkono kuchaguliwa tena kwa Rais William Ruto kwa muhula wa pili katika uchaguzi mkuu ujao. Viongozi hao pia walisisitiza kwamba Profesa Kithure Kindiki ndiye chaguo bora kuwa mgombea mwenza katika kinyang'anyiro cha urais cha mwaka 2027.